Viongozi wa serikali za mitaa, mabalozi, watendaji wa mitaa na watendaji wa kata katika jimbo la Songea mjini wamepatiwa mafunzo maalum ya kisheria ili waweze kutatua migogoro, kupata maarifa kuhusu utawala bora, kupinga ukatili wa kijinsia na muhimu wa uchaguzi kwa nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria. Dr. Damas Ndumbaro, waziri wa Katiba na Sheria, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Songea mjini, akizindua mafunzo hayo, alikuwa na haya ya kusema. Wenye viti wenu hawa wanakuja kwenye vikao mara kwa mara. Hawa maweo maafisa watendaji nao wanakuja kwenye vikao mara kwa mara. Lakini nyinyi mnasaulika sana. CCM oye! Mnasaulika wakati nyinyi ni sehemu ya uongozi. Bila nyinyi serikali ya mtaa haijakamilika. Mimi mbunge wenu na waziri wa Katiba na Sheria nimewakumbuka leo. Sasa kwa kuwa mimi nimewakumbuka, na nyinyi mnikumbuke kwenye ufalme wenu. CCM oye! Na njia ya kunikumbuka mimi ambayo naomba ni mbili. Ya kwanza, kwa sababu nyinyi mnatokana na Chama cha Mapinduzi, katika mtaa yako, katika jimbo lako, katika kata yako, katika nchi yako, yasemee mazuri yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu mazuri hayo ndio utekelezaji wa ilani. Kuna watu wanadhani kwamba eti ukikaa kimya usiseme kwamba hapa Songea barabara za lami zinajengwa unamkomoa Damas. Eti ukikaa kimya kwamba kule Mwenge Mshindo kuna hospitali kubwa ya rufaa eti unamkomoa Damas. Eti ukikaa kimya kwamba vituo vya afya vimeongezeka kutoka 1 mpaka 8 ati unamkomoa Damas. Kukaa kimya unakikomoa Chama cha Mapinduzi. Mimi nimeyafanya yale, Samia ameyafanya yale, diwani ameyafanya yale kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Na mwenye chama yuko hapa katika ngazi ya wilaya. Mnakumbuka mwaka 2020 pale Matalawe alikuja Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kampeni. Alinikabidhi mimi kama mgombea kwa wakati ule ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa 303. Alinikabidhi kwa niaba yenu. Mafanikio haya ambayo tunayapata Songea na kila mtu anayaona, mnayeleta ni nyinyi. Kwa sababu nyinyi mnanituma tu mimi kwamba Damas tunakutuma nenda Dodoma katuletee fedha za barabara. Mimi naleta. Hivi analeta hizo fedha ni nani? Si nyinyi? Mnanituma Damas tunataka chuo kikuu Songea, na kwenda naleta. Kule Pambazuko juzi tumekabidhi mkandarasi ameanza ujenzi bilioni 18. Zile fedha mmeleta nyinyi. Kwa ajili ya siku ya leo, Mheshimiwa mbunge na waziri ametuletea mambo makubwa sana kwenye wilaya yetu na jimbo letu la Songea. Sisi ambayo tumeona mafunzo na semina ambazo zimeendelea, amekuja kuisaidia Songea, amekuja kukisaidia Chama cha Mapinduzi, amekuja kuisaidia serikali. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwenye mkutano huu, lakini niwapongeze nyote namna mnavyofanya kazi.
Mnakumbuka mengi tulishaambizana. Kwenye chama tumepita viongozi wenye viti na wajumbe tumeelekezana. Lakini hivi karibuni tulikaa pale Tawela mjini, tulielekeza mengi sana. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tuliunda serikali ambayo serikali ni nini? Bado tunawaasa muendelee kufanya kazi kwa umoja, kwa upendo na ushirikiano. Hatutegemei kuona mapishano huko viongozi wa serikali za mitaa, kwa maana wenye viti na watendaji, lakini kuto kushirikishana. Nakumbuka mwenyekiti wa wilaya alisema wenye viti washirikisheni wajumbe wenu kishirikiana na watendaji. Lakini kumeanza kuzuka mawimbi huko ya watendaji, mawimbi ya watendaji na wenye viti kuanza kupishana. Sisi kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi tutakubaliana haya. Tunachotaka tuone serikali inafanya kazi kwa pamoja huku ikisimamiwa na chama. Yaani hizi maiki zote zinataka mimi nitumie nyekundu. Sijui kuna, lakini itakuwa katibu mpeli hapa. Unaona Julia hapo piga makofi. Nimeshatambua sio mpeli. Kwa hiyo tumeshaanza kuona msingi wa serikali hii inaanzia serikali ya mitaa. Kwa hiyo kule mkianza kulumbana, kutengenezeana nongwa, kutafutiana ajali, maendeleo hayatapatikana. Mheshimiwa mbunge anapambana sana huko kuleta miradi mingi kwenye wilaya yetu na jimbo letu. Inapokuja manispaa wanagawana, inakuja kwenye kata zenu na kwenye mitaa yenu. Inapotokea kule mnaanza kukutana mapambano, mwenyekiti na mtendaji au mwenyekiti, watendaji na wajumbe, hamna kushirikiana, hakutapatikana maendeleo. Sisi kama chama tunayesimamia serikali hatutapenda kuyaona haya. Na uzuri wote nyinyi ni watoto wa baba mmoja, mna sura moja, tunawimba wimbo mmoja. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tunayesimamia serikali hatutapenda kuyaona haya yakiendelea. Mheshimiwa mbunge anapambana sana usiku na mchana kwa ajili ya kuibadilisha Songea iwe katika muonekano mwingine kabisa ambao na nyinyi mnaona. Na sisi tunataka tukimbilie kwenye jiji. Sasa tuwaombe sana, miradi inapokuja kwenu muisimamie kwa kushirikishana, kwa kushirikiana watendaji na wenye viti na wajumbe wenu, lakini kwa kusimamiwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini niseme, ndugu wanasongea, tunayo bahati kubwa ya kumpata Dr. Ndumbaro. Dr. Ndumbaro asingekuwa mbunge na waziri, hata haya tunayofanya leo yasingeonekana. Tumpigie makofi mengi sana. Na kwa kuwa mnafuatilia vyombo vya habari, mmeona kazunguka mikoa mingi, Arusha, kaenda Mara na maeneo mengine. Wanahitaji, alikuwa ananiambia hapa, ana maombi karibia mawaziri wote wanataka aende majimboni kwao akawafikishie mambo kama haya. Hayakuja hivi hivi. Angekuwa ni mbunge wa kawaida, tusingekuwa tunapata haya matunda ambayo tunayapata sasa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumuombea yaliyo mema, tuna kila sababu ya kumsemea Mwenyezi Mungu aendelee kumuongoza katika yale anayoyakusudia katika kutuongoza wanasongea. Tusiwe sehemu sisi ya kumkwamisha mambo yasiende, au sio? Niwaombe, nyie ndio serikali na sisi tunawategemea sana. Fanyeni kazi kwa uaminifu, fanyeni kazi kwa umoja, mkipendana, na huku tukimwombea Mheshimiwa mbunge na waziri. Mheshimiwa mbunge, sisi tunakushukuru sana kwa haya unayotufanyia wanasongea. Haya ni matunda yanayotokana na nafasi ambayo umeamua na Mheshimiwa Rais. Na hukusita, umeamua kuleta matunda haya nyumbani. Mwenyezi Mungu akubariki sana 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 sana. Lakini watumishi kutoka ofisi ya waziri tunawashukuru sana. Mmekuwa watu wema sana. Jambo hili kwetu tunapata faida sababu ya upendo wako kwa wananchi wa Songea. Kujenga msingi katika uongozi katika ngazi hii ni jambo muhimu sana, na leo hata kama nimechelewa lakini nimebahatika kwamba badala ya kulaumiana, kila mmoja awajibike kwenye eneo lake. Mimi nimefurahi sana kwa mwongozo huo, lakini ndio utaratibu. Kwa hiyo leo nimefurahi kwamba umekutanisha kundi hili ambalo ndio msingi wa maendeleo katika manispaa yetu. Ndugu zangu, nisichukue muda mwingi. Mimi nipongeze Mheshimiwa mbunge, jambo hili la msingi
maendeleo ambayo mnayaona yote katika manispaa hii, chanzo chake ni nyinyi waheshimiwa madiwani, na tumemtuma muda wote Dr. Ndumbaro ndio msemaji wetu wa kushusha vyombo hapa manispaa. Bahati nzuri mimi kila niliposimama mheshimiwa mbunge nimelisema hili. Mimi bahati mbaya sijawahi kujaliwa unafiki katika maisha yangu. Nimelisema kila niliposimama na nitaendelea kulisema, na nyinyi semeni, kwa sababu ukisema vinginevyo mtakuwa mnayumiza mioyo yenu, mtapata visukari. Tunapotambua mchango mkubwa wa serikali yetu, tunapotambua mchango mkubwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, hatuwezi kuacha kutambua mchango wa mheshimiwa mbunge, lakini hatuwezi kuacha kutambua mchango wa mheshimiwa madiwani na nyinyi wenzetu ambao mko kwenye serikali yetu inapoanza. Kwa hiyo mimi niwaombe kila mmoja awajibike kwenye eneo lake na tuheshimiane. Wakati fulani napata shida sana kusikia mtendaji wa mtaa anagombana na mwingine.